Sasa anasema alladhi, mali ambayo haitomsaidia. Imsaidie nini mali ambayo? Alladhi bakhila bihi ala nnasi, ambayo yeye kafanyia ubakhili mali hiyo juu ya watu. Walam yunfikhu fi lmasalihi alama, hakuitumia mali hii katika maslahi ya kipamoja ya umma. Kama katumia ni maslahi ya pekee yake kuridhisha nafsi yake, Mwenyezi Mungu hapataki hapo. Anataka watu washirikiane katika kutumia mali, na ndiyo maana katika Uislamu kuna zaka na sadaka kwa ajili ya kushirikiana na watu kwenye mali. Ina maana ibada ya sala na funga na hija huwa haikukamilika ibada zote hizo mpaka iwe inaambatanishwa na ibada ya kutakasa mtu mali yake, aweze nafsi yake kudharau kitu alicho nacho, na ni kwamba akione lolote chochote mbele ya Mwenyezi Mungu aone kwamba binadamu ni bora zaidi, hali yake bora zaidi, bora kumtizama mwenziwe kuliko nafsi yake kuiridhisha. Ama hapo kwa hakika atakuwa ndio kasalimika, afike pahala kama walivyokuwa masahaba, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walikuwa wakiathiri nafsi zao hata kama wao kimewahusu zaidi kitu kile, basi mtu anajipunguzia, anajiondolea matamanio yake, haja zake nyingine za lazima, anamtazama binadamu mwenziwe. Hapo ndo Mwenyezi Mungu alipowafungulia baraka watu na akawapa kupendana sana, na akaondolea kila shida katika ardhi. Walipokaa pamoja wakashirikiana katika matumizi, wakashirikiana katika mali, hapo ndo Mwenyezi Mungu mapenzi yake yanapomiminika kwa waja wake. Wakianza tu kufanya ubakhili, basi akhadhtuhum wala ubali. Walam yunfikhu fi lmasalihi alama, na jambo kubwa ni masalihi alama, maslahi ya wengi, maslahi ya watu wote, maslahi ya umma. Akitaka mtu mapenzi ya Mwenyezi Mungu hasa na ili amsamehe madhambi aliyofanya, anataka kurejea kwake, apiganie sana kufanya masalihi alama, maslahi ya watu pamoja. Watu wanateseka na maji, akawekea kisima. Watu wanateseka na ilmu, akawajengea madrasa, akawatafutia walimu, walimu akawashughulikia ipasavyo. Kila lenye kuhitajiwa na masalihi alama, basi kwa hakika mbele ya Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana mtu akishughulika nalo.